wa basketball ni moja kati ya mchezo maarufu sana nchini Marekani, lakini katika taifa letu mchezo huu haupewi jicho sana. Leo hii Dost Media tupo Kigamboni Sports Academy. Eneo hili ndo ambapo vijana mbalimbali wanafanya mazoezi kwa lengo tu la kukuza vipaji vyao. Na haya yote yamefanywa chini ya uangalizi wa kijana mdogo Mtanzania ambaye yeye aliamua kuanzisha akademi hii kwa lengo la kukuza vipaji vya watoto wadogo ili waweze kuja kuwa tunu ya taifa letu. Kijana huyo anafahamika kama Pascal Benedicto, ambaye hapa anaelezea namna ambavyo idea ya Kigamboni Academy aliipata na maono kuelekea miaka ya mbele katika mchezo wa basketball nchini Tanzania. Kwa majina naitwa Pascal Benedicto, almaarufu kama Coach Savage, jina langu la kazi. Ni mwanzilishi wa kituo cha Kigamboni Basketball Academy. Mimi ni mzaliwa wa Mlandizi, mkoa wa Pwani, na shule ya msingi nimehitimu shule ya msingi VJKT, ambapo nilianza mwaka 2005 mpaka 2011, ambapo nilipata nafasi ya kujiunga na shule ya Kizuka High School kuanzia mwaka 2012 mpaka mwaka 2014. Hivyo nikafanikiwa kwenda advance, ambapo nilisoma shule hiyo hiyo kutokana na michezo mwaka 2016 mpaka 2018, lakini sikuishia hapo, nikafaulu nikapata grade ambazo zilifanikisha kwenda elimu ya chuo kikuu ambao nilisoma Mwalimu Nyerere iliyopo hapa Kigamboni mwaka 2018 mpaka mwaka 2021, ambapo hapo nilijikita kwenye tasnia hii ya basketball mpaka kuwa kocha. Kigamboni Academy hii ni academy ambayo inajihusisha na mchezo wa mpira wa kikapu hapa Tanzania. Na Kigamboni Academy ilianzishwa, idea ilikuwa toka mimi niko chuo ambaye ni chini ya kocha mwenzangu ambaye sasa ni kocha mwenzangu, ambaye mimi ni kocha amenipokea nikiwa chuo 2018 mpaka leo hii. Ni idea yake ilikuwa kitambo, though kipindi hiko huu uwanja ukuepo au kujenga. Kwa hiyo tulikuwa tumeomba uwanja wa chuo ambao nilikuwa ni kama captain. Kwa kule interest yetu ilikuwa ni ndogo sana, hasa watoto. Kwa mwalimu alikuwa anachukua mwanae, nakumbuka kuna brother wetu mmoja ambaye alikuwa ni kiongozi wa discipline, ana mwanae, sisi tunagawana mchuzi. Kwa hiyo watoto kama watatu. Kwa hiyo wao ndio walikuwa ni waanzilishi kwamba nyewe bwana tunaje Kigamboni Academy zao baadaye. Lakini baadaye sasa mwaka 2022 ndo Premier Project kampuni ya Premier Project ndo akaja kujenga uwanja hapa. Kwa baada ya kujenga uwanja, lakini ndo mwalimu wangu sasa, na mimi nilikuwa safarini, ilikuwa ni mwezi wa 9 niko safarini. Nilikuwa nimeenda Arusha. Na rudi nikakuta uwanja tayari ushakamilika. Japo nilikuwa nasimamia wakati unajenga, unazindua sikuwepo. Kwa hiyo ilipofika mwalimu akasema bora umerudi, unisaidie nguvu. Ndiko kuna watoto wengi sana, yani zaidi ya 200. Kusajua kitu kwa kipya na kitu ambacho basi ilikuwa kwa revealed kwenye jamii yetu ya hapa. Kwa kila mtu akaona kumbe kuna mchezo wa basketball. Kwa watoto wa around ya uwanja kwa wanajaa wengi. Kwa wengine wana viatu, wengine wanakuja na jeans, kwa wengi, yani ukiwapanga hapa uwanja mzima wanajaa. Kwa na mimi kwenye ile kumsaidia kocha wangu ambaye ni Stefano Lo, bwana wewe sababu toka zamani kwa bwana simamia mazoezi. Kule talanta kana nigemile nafasi ya kusimamia, bwana chukue half court simamia watoto. Kwa lakini baadaye sasa Premier Bet wenyewe wakaona tusiishie hapa. Wakamwona wao sasa wafanye give back to community, waanzisha academy yao ambayo ile academy ambayo itakuwa inasimamia watoto. Kwa wakakaa chini wakaongea na sisi bwana, naomba tuanzishe academy ambayo sisi siku zao ilikuwa ni Jumatatu, Alhamisi na Jumamosi. Hizi siku zilikuwa na run academy. Kwa basi kipindi mzee kwa sababu wao wanakuja na wanafadhili kila kitu, mipira, jezi, t-shirt, mtu ana shida nauli, mtu ana shida chakula. Kama basi ile idea yangu kumbe tayari imeshakuja kwa mapana. Kwa hiyo akawa imestop pale kwa muda ule kwanza. Umeona? Kwa hiyo ikawa kipindi hiko inaitwa Premier Academy. Lakini sasa baadaye Premier Academy kuna mambo mawili tatu yakatokea katikati hapa, masuala ya uongozi sasa ya wilaya yetu Kigamboni na wao. Sisi vidogo ya go deep sana. Kwa mwaka jana wale Premier Bet ibidi wajiondoe. Kwa unajua ni kampuni kwa interest zao ambao sijui ni zipi. Kwa hiyo sisi sasa ndio mwezi wa 11 mwishoni mwaka jana mwaka 2025 ndio tukaanzisha rasmi academy ya Kigamboni Academy, yani ikiwa ni wazo ambalo limekuwa kwenye implementation rasmi. Kwa kuanzia pale sasa ndo mpaka leo hii tuko hapa na kuna mafanikio tumepata. Na kwanza mwaka jana kwanza kabisa tunazindua nadhani baraka mwezi wa 11 mwishoni, mwezi wa 12 tukapata invitation ya kushiriki mashindano ya East Africa ya International Schools ambao yanafanyika kama Just Fit International Schools Tournament, ambao ni mwaliko nilipewa na Madam Agnes. Madam Agnes ni kiongozi ambaye anaratibu michezo mashuleni. Kwa ile opportunity tukasema ndio mara kwanza subiri twende. Ambao sisi tulipewa nafasi ya watoto chini ya miaka 12. Kwa hiyo tukaenda kushiriki, ilikuwa ni kama siku 3 kama sikosei. Kwa hiyo tukapiga jezi na nini. Kweli tukashiriki kweli.
mpaka tukaibuka kuwa washindi namba 1 kwa under 12. Kwa hiyo ilikuwa achievement yetu wa kwanza kama Kigamboni Academy kushinda ushindi wa East Africa. Shule East Africa tukarudi. Mwezi huo tukaalikwa, ilikuwa JMK pale kuna kituo cha Mnazi Mmoja JMK, kuna mashindano ya open tournament ya watoto. Kila mwisho wa mwaka yanafanyika labda na likizo mwezi wa 6. Kwa hiyo tukaenda kushiriki, ndio tukashiriki wavulana na wasichana under 14, under 16. Sababu hapa sisi tuna under 14, under 9, under 16, under 18. Kushiriki kweli under 14 girls wakafanikiwa kuwa mshindi wa pili, under 16 boys mshindi wa pili, under 14 boys akawa mshindi wa pili. Umeona eh? Kwa wale mafanikio sasa ule mpinzani wetu tucheza naye under 14 naye akawa launch mashindano ambayo ni Don Bosco Oysterbay ya tournament yake akatualika. Bwana karibuni launch kuna mashindano hapa mshiriki. Tukawa mshindi wa kwanza. Wakati tunaanza tulikuwa na watoto wapatao takriban 60 na mpaka sasa tuko watoto 38 ambao sasa wako active 68. Sisi hapa ni miaka 4 mpaka miaka 18. Mtoto kwanza miaka 4 mpaka 12 tunasema hii ni age of test. Yaani ni age ambayo mpe mtoto choice, uwanja mpana kuchagua. Sawa, mtoto ambaye anashiriki mchezo wa 7. Hii sasa nafanya international schools ukienda. Yaani Jumatatu akashiriki labda basketball, Jumanne football, kwa sababu mimi pia ni mwalimu wa international schools. Alhamisi akashiriki swimming, anaruhusiwa. Sasa pale anatafuta test yake kwamba mchezo gani anaendana nao. Kwa hiyo kwa hapa cha kwanza kabisa ambacho tunaanza kumwini mtoto, lazima ukubali kuweka maturity yako pembeni. Yaani kwa muda ukimfundisha mtoto mdogo, usimfundishe kama unamfundisha senior player. Yaani pale inabidi wewe uingie kwenye akili yake, sio yaingie kwenye akili yako. Kwa hiyo ukiweza kujishusha na kuingia kwenye akili yake, basi hiyo ni key ya kwanza ambayo inaweza kumsaidia mtoto kukua. Mtoto yote yule anaweza kuwa mtu yote yule, ila tu inategemea ni yule ambaye anamsimamia. Je, uko tayari kumfanya awe yule ambaye unamtaka? Ni hilo tu. Unaweza ukajiuliza malengo makubwa ya Kigamboni Sports Academy ni yapi? Kocha Savage anatueleza malengo ya kituo hiki ambacho kimejidhatiti kuhakikisha mchezo wa basketball unakuwa katika taifa la Tanzania. Sisi malengo yetu makubwa kwanza ni kuinua kikapu chetu hapa Kigamboni. Kiukweli kikapu cha Kigamboni kilikuwa kama kimeanza kusaulika. Kwa sababu kwanza kabisa nitoe pongezi, kulikuwa na timu ambayo ilifika mpaka ligi ya mkoa ambayo ni kwa Kigamboni Heroes ambao walipanda mwaka 2017 kwenda ligi kubwa hapa Tanzania ambayo ligi ya mkoa Dar es Salaam, lakini pia wanaenda wakashuka. Baada ya kushuka pale kidogo wachezaji wakawa wamesambaratika kwenda timu nyingine. Kwa wale walisambaratika vile, kule image ambayo walikuja nao ule moto kama mpotea. Kwa hiyo kitu cha kwanza na mzee wangu Olo ilikuwa ni kuinua taswira mpya kwamba kuambiwa jamani watu Kigamboni pia tuna mchezo huu kwa sababu ilikuwa shaanza kusaulika. Unajua sisi tuko upande wa pili. Kwa na kweli saizi kutaja Kigamboni, yani hata wende mashindano yote ya watoto, tusema tu Kigamboni, kila mtu anafahamu. Hata sasa hiyo wakubwa seniors kuna tournament kama juzi kwa off season tournament walichukua ubingwa ambao ilifanyika mwezi wa pili. Kwa hiyo saizi moja lengo letu kubwa tushafikia 80% kwamba tulitaka Kigamboni kitani taswira ya mchezo wa Kigamboni ufahamike uko nje, lakini pia jamii ya Kigamboni kuwa related na mchezo wa mpira kikapu. Nikiangalia kweli tumefanikiwa. Kama unasema mchezo wetu uko nyuma. So uko nyuma kuna some factors zinazopelekea mchezo wetu uko nyuma. Cha kwanza ni nature ya sisi naweza kusema Afrika. Ujue hadi worldwide naamini football ni mchezo mama. Ndio maana ukiangalia hata facilities za michezo, football hata ukienda mtaani. Mbona kama hapa Machava, mbona hapo ukiangalia pembeni kuna viwanja vya football vitatu. Sawa? Kuna uwanja wa Swala, football mnadani, yani kila mtaa una viwanja viwili mmoja. Lakini ile akili kwamba idea kwamba kuna mchezo wa basketball unawezekana, wengi walikuwa hawana. Sababu kwanza wengi naamini ni expensive sport. Na kweli ni expensive sport, hata facility yake kuimanage na nini. Sawa? Ndio maana kitu ambacho ni setback kubwa sana inapelekea mchezo wa basketball kuwa nyuma. Ndio maana kupitia hii facility Premier kuianzisha, na mimi ndio mmoja ya charge iliyonipelekea mimi kuwa kocha. Nikacha sababu nyingine ni hiyo, nitaka mchezo wa basketball uanze kufahamika. Kwanza kwa wilayani hapa. Baada ya wilayani ni zaidi labda kimkoa. Baada ya mkoa kitaifa. Na hizo tu peke yangu kwa kushirikiana na makocha wenzangu, labda kuna chama cha makocha cha TBCA, makocha wa wilaya. Kwa hiyo ni moja ya sababu ya mimi kujienjoy kufanya mchezo wa basketball kukua kutoka pale ulipokuwa na kwenda kwenye hatua nyingine. Hapana, sisi kwetu is free. Lakini tu mzazi anatakiwa mlipie mtoto wake t-shirt ambazo ni 2. T-shirt za kituo ambazo moja ni F6 ambazo ni t-shirt za Kigamboni Basketball Academy. Baada hapo pia ibidi ajaze mkataba. Yaani kitu ambacho sasa tuko very serious mkataba. Mzazi lazima ajaze mkataba kwamba mimi nimedeclare mtoto wangu kushiriki whatever case ina happen, unajua kuna mambo mengi yanatokea kwenye maisha ya binadamu. Kwa hiyo sisi tunakuwa assured as coaches kwamba mzazi ameridhia kutukabidhi
mtoto, hujamchukua tu. Kuna watoto wengine baba mara nyingi baba walefu kwamba mkutana njiani umempenda potential. Sawa? Unamfuata akishakuja hapa lakini lazima uliki na mzazi. Kwa mzazi akishakuja mzazi hapa na bana kwenye mkataba wetu lazima umlipie t-shirt 2 tu kwa ajili ya uniform ya watoto. Sababu sisi watoto wetu wengi wa hapa ni naweza kusema wale wa chini ya dola, yani loko. Atakiangalia mazini loko. Kwa hiyo wale tuwezi kusema eti unalipia 10,000 au shilingi ngapi, hapana. Kwa hiyo ili kuinvest kitu kwenye maisha yao lazima sisi pia tukubali kuinkazi ile cost kwa ajili ya wazazi. Mzazi anaona kumbe inawezekana, kumbe sio expensive hivyo ambavyo tunavyosikiaga tunavyoona NBA, ni hivyo. Tuwe pongezi kwanza kwa wazazi wa Kigamboni, kwanza watoa ushirikiano. Yaani unaweza kutangaza jambo, mzazi mwenyewe japokuwa wengine wanaanza kuwa ugumu kwa sababu ile notion bado, lakini akaanza kuona mtoto wake leo wamesafiri. Kwa mfano baadhi ya watoto tayari mwaka jana wamesafiri, walishiriki Mitashumta kwa mara ya kwanza. Walipofika timu ya taifa Mitashumta walienda Tabora mwaka jana, mwaka huu tena wa 4 walienda Iringa. Kwa kupitia watoto wale mafanikio, je, mzazi wa Kitanzania sio tu basketball, mpaka wana mafanikio kutoka kwa mtoto kama mimi mwenyewe. Yaani kishaona kumbe kinawezekana, kumbe mwanangu anaweza akapata kiatu. Sababu pia kila likizo kwenye akademia yetu tumejiwekea system ya kuteka wazazi. Yaani kila likizo tunafanya school giving. Ile mfano likizo kubwa mwezi wa 6 mwezi wa 12. Wakiwa wanafungua tunaandaga kama special day. Wakija hapa tunawapa peni, madaftari, wengine viatu ambao wanaga viatu, jezi, yani vile vitu ambavyo hata mtoto akinavyo nyumbani mzazi anaona kumbe mwanangu antu kule kutumikishwa au kucheza kama anafikiria, kumbe anasapotiwa kwenye elimu, anapewa t-shirt, anapewa penseli, anapewa futio, mikebe. Kwa mzazi anaona kumbe kama makocha wanasapoti mchezo wetu huu au wanasapoti elimu ya watoto, basi nami hawana budi kutupa sisi ushirikiano kuleta nini watoto wengine. Kwa watoto wamekuwa ni ambassador wakubwa sana kwenye akademi yetu, watoto wenyewe. Kwa kiudigi vile unajua mtoto akirudi mtaani wale wenzake penseli nimepewa, peni, madaftari, begi. Kwa mwingine leo mtoto anakujaga, kesho mtu anakuja na jinsi, mwingine ana viatu, kwa bibi tumpe, tunapata hivyo watoto. Tuje kaida akademi yote lazima uwe na link. Kwa sababu akademi ni chini ya miaka 18, tunashumu ni mtoto ambaye hawezi kujiongoza. Kwa hiyo wewe kocha unakuwa kama kiongozi kwake. Yaani miaka 4 mpaka 18. Kwa hiyo yule mtoto yani kama maisha kawaida, yule mtoto hawezi kujiongoza. Yaani bado tunasema ni premature, yani somo haja mature. Kwa hiyo sisi sasa anapovuka miaka 18, maana yake amevuka kwenda stage nyingine, maana ni senior huko. Kwa hiyo sisi kama academy lazima tuhakikishe yule mtoto ametoka mikononi mwetu kwenye mazingira salama na anaenda kwenye mazingira salama, kwamba anapokelewa sehemu salama. Kwa hiyo unakuta kuna some clubs kama hapa kuna timu kubwa ambayo unatajia ambayo ilipanda ligi ikashuka. Lakini bado ipo, sasa inashika ligi daraja ya kwanza. Tunashiki nao. Inaitwa Kigamboni Heroes. Kwa hiyo kuna mchezaji kama Jason, saizi yuko Kigamboni Heroes. Umeona Mfano hai kuna mwingine ambaye ametoka tenda kuna mchezaji wa Devi, sasa anachezea timu ya Mbulani ambayo inashiriki ligi ya mkoa, ambayo timu Mbulani ni timu ya taasisi ya jeshi hapa JKT. Kwa hiyo tunahakikisha sana watu wetu kupitia mkataba wetu kwamba kitoka kwetu tunahakikisha kuna sehemu anaenda. Sio anatoka kwetu kama vile andika vile mtoto mfukuzwa kwao kwamba ondoka jitegemee. Nahakikisha bwana huyu ametoka hapa, ametoka A ameenda B. Kwa hiyo akishafika tu B pale, sasa mtu mzima kwa tunaamini atapoendelea kule anarudi kwenye mikono salama. Kigamboni Sports Academy kuna changamoto ambazo wanakutana nazo kila siku, na hapa mmiliki wa kituo hicho ambaye ni kocha Savage anatueleza changamoto hizo. Changamoto kubwa bwana, kama nilivyokuambia, hii ni academy ambayo kiingilio ni free. Kwa popote pale ambapo kitu ni free, huaga lazima kuna ugumu kwanza. Yaani kimaanisha financially. Kwa na linki vipi na tatizo? Kwamba watu wengi hapa nilivyokuambia na watu ambao wanatoka mazingira kidogo sio wote duni, kuna wengine kweli duni, kwa sababu kuna wengine hapa tunawapeleka hadi shuleni, kuna mmoja hapa sema sasa yupo anaitwa Ngosha, ni jina Ngosha. Mtu ambaye kwa ajili kusoma bibi tumpeleke shule, umeona? Kwa wengine bado kuna mazingira magumu sana, kuna sisi wenyewe ndio mnulikia tu, labda anakuja ajala, huwezi kumfundisha bila kula, kwa lazima hale, kuna mwingine sisi nataka jezi, kwa mwingine mfukoni jezi, kuna siku za safari kama juzi uenda hivi safari Jimkana, nauli tuingie mfukoni. Sasa sisi makocha mimi na mzee wangu tuwape kitu au pia tuwasiki wale wadau wetu wa Kigamboni Basketball Family. Jamani, watu wana mashindano kama tournament, watu wana mashindano wiki moja. Kwa hiyo mashindano bado kuna mashindano tu bana wapa jezi, basi mashindano mengi hapa sababu bado kuna wale wadau ndio watugea labda ile basi kiasi fulani kwa ajili ya kusupport watu. Kwa hiyo kweli setback kubwa hapa ni jinsi ya kurun kituo financially. Wito wangu mimi hii inapelekea labda kwa makampuni. Ujue makampuni labda na some association kwamba basketball waweke tena jicho kwenye basketball. Ujue ni mchezo ambao unakuja sana, unakuja kwa kasi. Tukiangalia honestly kwa unakuta wengi sana wakisema marathon, wakisikia football, sasa kidogo unaona netball ama masalibi wapi.
Ndio kwa basketball kama vile inaanza kusaulika, lakini huku ni sema ambao wanaweza kujitangaza sana. Mfano kupitia Kigamboni Basketball Academy wanaweza kujitangaza sana. Kwa nini wanaweza kujitangaza kupitia academy yetu? Ukiangalia sehemu zilizofika zote, chochote ni mafanikio kinapewa jicho. Kama tumeenda Just Fit kuna international school, embo ashimwa ba kampuni labda kunakuwa na brand yako. Asi ndio mabingwa. Ndio bingwa lazima kidogo apewe jicho. Kwa hiyo kiasi ambazo zimeshiriki toka mwaka jana mwezi wa 11, lazima turudi na kikombe hapa na ushindi. Kwa hiyo ni wape tu good thought, positive thought makampuni na taasisi zote. Basketball yani iko open. Basketball kupitia basketball unaweza kupata faida nyingi sana ambazo hata wenyewe hawakutegemea, ambazo labda walithink utapata kwenye sehemu nyingine. Kwa karibuni sana Kigamboni Basketball Academy, waje tutawapokea mikono miwili na hatuna si vitu vigumu kwa sababu sisi pia tunajitafuta. Kwanza kumuomba kuondoa hiyo notion ya, nadhani notion ambayo ni imepitwa na wakati wake. Yaani kupitia mifano haya ya watoto hapa Kigamboni Basketball Academy, waleta watoto wao. So hapa tu kuna academy nyingi sana. Yaani kanzo zitaje Konga, vijana San Match ndio hapa. Wawapeleke. Kwa sababu kwanza huko basketball ni watu wachache wanaoshiriki. Wale kwenye wachache ni rahisi kukua spotlighted. Sawa, ukiangalia kuna watu kama kina Tiki, sio kina nani wanaenda kuna Nikasi, wale wadogo wadogo wako sasa huko nchi za watu, wakina wengi, sawa. Lakini ukiangalia football kama tu hapa sisi tumepakana na mchezo wa football. Kama anaweza akachukua kidogo pembeni ataona. Yaani kuna uwanja mmoja unatumika na timu karibia 7. Na timu moja hapa na watu 20 wangapi? Si unanielewa? Kwa hiyo lazima fursa likija mtu kutoka ni ngumu. Sawa, kwa sababu atachukua mmoja kwenye 100. Sio, lakini tofauti, mfano football anaweza kuchukuliwa wachezaji 30 kwenye 500. Lakini basketball akachukuliwa mmoja kwenye 70. Kwa hiyo unasema pole kumeenda watano, kumbe huko ndo kuna maana. Lakini si kweli, huko ameenda mmoja kwenye 70. Kwa hiyo tukisema ile ratio interval kwamba huku kuna nafasi kubwa kuliko kule kwenye wengi. Ni hilo tu. Serikali kwanza kwa kuasi kubwa kwamba waweke support kubwa. Yaani kwa nini nasema hivyo? Kuna faida kubwa naiona ambapo kupitia basketball na vitu vingi ambavyo vinatokea uwakilishi wa nchi kupitia basketball. Kwa mifano hai, kwa mfano hapa juzi wiki 2 zilizopita timu ya taifa ya wasichana ya under 16 imetoka kushiriki mashindano ya FIBA ya watoto wa kike ambayo yafanyika pale Rwanda. Na timu ile kweli ilifanikiwa kuwa nafasi ya 6 kama sikosei, sawa, ambapo pia ndio ilipewa kama zawadi ya timu ambayo discipline nzuri, lazima fair play, sawa. Lakini pia ukiangalia walikuwa Rwanda, lakini pia ukiangalia hao kuna kuwa boys pia under 16 tulishiriki ambayo ilifanyika pale Philbert Bay Kibaha, washiriki timu ya taifa under 16 boys. Kwa kupitia maana Tanzania kupitia mchezo wa mpira wa kikapu tunaitangaza nchi, sawa. Kwa hiyo serikali ikiongeza nguvu, sawa, kwa sababu kitu kubwa ambacho tunakwamisha siku kule kupiga hatua kubwa zaidi kwamba ile support tunaikosa, kwamba kuna sehemu kwa inahitajika hela iwekezwe kwenye vituo kama hivi. Kwa serikali ije kuweka hela zao, support labda mipira, vifaa, kwa ile nguvu inaongezeka kwa watoto, mtoto hata skill inaongezeka. Kiukweli ni ngumu mtoto kukua. Kwa mfano kama hapa tuna watoto karibia almost 40. Alafu wembo wa shumba bado na mipira 2. Hata kama watakuwa kwa uwezo wao ule, lakini si sawa mfano kila mtoto tungekuwa na mipira 20 au 30. Si unanielewa? Kwa serikali ikihakikisha hivi vituo vyetu au hizo academy kama Ukonga, vijana, Almashidi, Dream Chaser, hizo ni academy za hapa Batemeke, kwamba vifaa vipo, resources za viwanja vipo. Trust me ndugu mwandishi, mchezo wetu utakuwa sana. Yaani kuliko ni hata huko juu seniors. Tuanze huko chini kwanza. Yaani grassroots ni huko watoto huko chini. Kwa hiyo ongeze nguvu kwa watoto. Mimi naitwa Ayubu Mtumwa mwenye Mvua. Na watoto wawili. Wa kwanza Muhammad Ayubu Mtumwa yuko hapa kajiunga na kituo cha basket. Huyu mwingine wa mwisho anaitwa Murshad Ayubu Mtumwa naye pia yuko hapa kwenye kituo cha basketball. Jambo la kwanza, jambo lilonivutia, jambo la kwanza sio kwamba kila mchezo tu mtoto umpeleke kadha. Kwanza jambo la kwanza nimependa mazingira ya kituo. Nimependa wasimamizi wa hapa. Nimependa coach Savage, coach Olo, umeelewa kwa makini, nizamu kwa jinsi wanavyowaenda watoto, umeelewa kwa makini, ikanivutia mimi, umeelewa, na pia mchezo mimi naupenda kutoka moyoni kwa sababu mimi mwenyewe kwamba nimerisishwa katika damu kwa kifupi yani, umeelewa, kwa mchezo uko ndani ya damu, umeelewa kwa makini, naupenda sana. Alafu cha pili mchezo kwamba watoto wengi wanacheza mchezo
watoto wanaojitambua. Umeelewa? Wanaojielewa. Hapa jambo la kwanza, watoto wakifika pia wanasimamia juu ya masomo yao, wanaulizwa shuleni vipi mazingira huko, wanaomba mitihani ya watoto, wanaangalia maendeleo ya watoto. Yaani so mtoto tu yani kwamba acheze basket aeleweki shuleni, nidhamu ya nyumbani mbovu, no. Tunamshukuru Mungu, makochi Savage, Kocholo wanafuatilia mpaka majumbani watoto. Mtoto anaendeleaje, hali zake za kimaisha, hali zake za msongo wa mawazo, umeelewa kwa makini. Yaani wanajua kuhandle watoto yani vizuri, sawa? Na ndio maana mimi nimevutika kwa kiasi kikubwa sana watoto wangu kuwaleta hapa. Malengo yangu wapate timu, umeelewa kwa makini, ndio maana nimewaleta katika academy, sikuwaleta katika sehemu za mitaani, umeelewa, ili waweze kufika mbali. Umeona, wajitambue, wapate timu katika maisha yao ili ziweze kuwasaidia. Ndio maana lengo nimewaleta hapa. Wito wako ni nini kwa wazazi wengine ambao wana watoto nyumbani? Wazazi wengine nawaambia jambo la kwanza, waje watoto wao walete hapa, kwa sababu kituo kizuri kinalea watoto. Mtoto ataacha kucheza michezo ya kipuuzi mitaani huko, kuiba, sigorori, sijui nini. Unajua mchezo unaleta akili. Umeelewa kwa makini? Yes, mchezo yani yani naweza kusema mchezo wenye program siku zote unatengeneza akili. Umeelewa kwa makini? Sasa kwa maneno na waomba wazazi wenzangu wawalete watoto wao ndani ya kituo. Umeelewa kwa makini, akili zao zitakuwa ziko nzuri na pia tabia zao zitakuwa njema. Umeelewa kwa makini? Pia usiangalie sana mafanikio ya kipesa. Umeelewa? Pia angalia mtoto wangu atapata usalama wa kiakili, atapata usalama wa moyo wake, atapata usalama wa mwili wake. Sababu sehemu nyingine za kenda kaza vibaya akavunjika mguu. Umeelewa kwa makini? Vitu kama hivyo hapo. Kwa program kama hizo, wanangu kama saizi wametoka za shule, wanaingia hapa, wakitoka hapa saizi nyumbani, alafu pia wanazingatia paka dini. Kama ni Mkristo, utafanya ibada yako ya Kikristo, kama ni Muislamu, utafanya wako. Kwa majina naitwa Onesmo, ni mwanafunzi wa basketball academy. Basketball naipenda kwa sababu tunasafiri, tuna upendo, tuna umoja na vitu kadhaa. Basketball ni mchezo nzuri na mimi naupenda. Napenda kucheza mechi. Ndio. Napenda kuwa na wenzangu. Ndio. Napenda kuwa na coach pia. Malengo yangu natamani baadaye niwe kama kina James na wachezaji wote wa Ulaya. Kwa majina naitwa Neema Juma Ndaki, mwanafunzi wa Academy Kigamboni. Napenda kucheza basketball kwa sababu nikicheza napata afya na ajira. Kwa sababu kwenye kucheza basketball tunatoka Singeli tunaenda kucheza mechi ya Oysterbay, tutakutana na marafiki mbalimbali, tunajuana na watu mbalimbali. Kwa mimi nataka kwanza darasani, yani nisome, nikishasoma na nicheze hapa basketball. Ni mwanamchezo hadi mkubwa hapa basketball na niajiriwe kutumia basketball. Wito wako nini kwa wasichana wengine ambao wako tu mtaani, hawana mchezo wote, wanakaa tu? Wito wangu mimi waje na kujifunza basketball, sio ngumu, itabidi tu ukaze. Basi utachokufundishwa na mwalimu ukitekeleze. Mwalimu kama akiwa hayupo, unakuja mwenyewe uwanjani, unafanya mazoezi.